ya Kisii tupatane naye Alphayo Kombo. Kombo, wapo unanipata? Je, safari ya uchaguzi mwaka 2027 iko vipi kulingana na wakazi wa kaunti hiyo? Naam, asante sana Chichi Josephine. Nipo hapa katika kaunti ya Nyamira ambapo tutakuwa tunazungumza na baadhi ya wakazi watueleze tathmini yao ipo vipi kuhusiana na uchaguzi mwaka 2027. Je, ni vitigezo vipi ambavyo tutakuwa naangalia kabla ya kwenda kupiga hatua ya kuchagua kiongozi yoyote? Na je, baadhi ya viongozi ambao wamewachagua, je, iwapo wameweza kutekeleza wajibu wao na ahadi ambazo walikuwa wamewatolea? Na mwisho kabisa, iwapo wana imani na viongozi au wana imani na IEBC, tume hii ya IEBC na mipaka. Kumbuka kwamba walikuwa wanataka waweze kuongezewa fedha au mgao wao wa bajeti kufikia bilioni 74.8 ili waweze kufanikisha uchaguzi wa huru na haki. Hizi hapa ni baadhi tu za kauli za wakazi katika kaunti hii ya Nyamira. Kwa majina naitwa Brian, mkazi wa Nyamira. Sasa vitu zenye tutaenda kuangalia hapa hivi Nyamira, kitu ya kwanza ni barabara. Barabara ni mbaya. Sasa kama saa hii unaona wazee hapa hivi wanang'ang'ana mambo na matope. So kitu tutaenda kuangalia ni barabara, tuweke mtu mmoja atatusaidia. Barabara zikae sawa, ndo watu watafanya biashara yao. Pengine viongozi ambao mliweza kuwachagua, je, una imani kwamba wameweza kutekeleza ahadi ambazo walikuwa wamewaahidi? Viongozi wengine niseme hawajafanya juu kitu kama barabara ndio inatusumbua. So siwezi sema wamefanya juu kama wangefanya barabara zingekuwa sawa. Je, unaona tume huru ya IEBC una imani nayo kutekeleza uchaguzi wa 2027? Hiyo nao niko na imani kwa sababu ukiangalia hii uchaguzi yenye itaenda kufanyika ni uchaguzi kubwa. Sasa niko na imani itaenda kufanyika tu sawa. Kitu ya kwanza nataka kuangalia ni mambo ya shule, ya pili ni hospitali, ya tatu ni mambo ya barabara. Hiyo tu ndio tunataka kuangalia, na maisha yetu yamekuwa magumu kidogo, maana tuishi vizuri jinsi vile tulikuwa tunatarajia kuishi. Pengine viongozi ambao mliweza kuwachagua mwaka 2022, je, unaona kwamba wameweza kutekeleza baadhi ya ahadi ambazo walikuwa wametolea kwa nyinyi wananchi ili mkaweza kuwachagua? Asa niongelea kama, sitaki kuongelea juu, nataka kuongelea chini kama MCA, kama MP. Hao ndio watu sisi kama watu watoko tunafikia. Ile matarajio yenye tuliahidiana nao watufanyie pata hatuchaona. Hivyo kama MCA hatuna imani na MCA, hatuna imani na MP. Hao ndio watu ambao tunafikia hapa jini. Lakini ya juu sisi mimi kama mimi sina haja na huyu. Je, unaona kwamba tume ya IEBC ipo tayari kutekeleza uchaguzi wa mwaka 2027? Iko tayari kabisa, ichapokuwa zile pesa zenye wanataka kuchagua, zile pesa ambao wataenda kuweka hiyo ndio wataenda kutumia, zile pesa ni mingi. Hiyo gharama inaenda times 2 kuliko ile ya kwanza. Sasa ikienda times 2 itafanya nini? Kwa sababu wanasema kwamba wanataka kutumia hizo pesa ili kununua baadhi ya mitambo mipya ili waweze kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanywa uko huru na haki. Hiyo ni kudanganya. Mambo ya mitambo ni ile inafanya kazi. Hiyo ni mambo ya udanganyifu. Hata tunaona hao tena wanafanana kama hao viongozi sasa. Sawa. Kwa majina mimi ni Joseph Kirongo. Hii mambo unatuuliza ya kura, maoni yangu ya 2027, hao watu walikuwa wanatutanganya hapa, hawatarudi kwanza. Tunataka tuangalie hawa tunaenda kuchagua. Kitu cha kwanza, mambo ya shule, mambo ya barabara na umasikini nyumbani tuko nayo. Watoto wanalia, huko hospitali hatuna. Sasa ndio tunataka kuangalia hawa tunaenda kuchagua watafanya hiyo, lakini tunaamini tukiwaweka watatusaidia hiyo masida sote. Pengine unaona kwamba viongozi ambao waliweza kuchagua mwaka 2022 wameweza kutimiza baadhi ya ahadi ambazo walikuwa wamewapatia? Watatusaidia vile tunaona
na vile tunakaa na wao, tuko na imani watafanya hiyo. Viongozi ambao tuliweza kuwachagua 2022, je, wameweza kutimiza ahadi ambazo walikuwa wamewaahidi? Hakuna kitu. Kazi yao ni kupigana bunge, wapate haki yao, wakipata wanaenda nyumbani, na tena wakimaliza wanarudi. Sisi tukilia hawatuoni. Sasa tunasema hivi, hawa waheshimiwa tunaenda kuchagua wa 2027 wasikuwe kama wao, tunaomba. Haya, ukiangalia IEBC, tume ya huru ya IEBC, je, una imani nayo kwa uchaguzi wa 2027? Niko na imani. Na mtazamaji, kumbuka ni kutoka kaunti ya Nyamira, tukiwa naye Kombo Alfayo akizungumza na wakazi pale, na wengi wanasema kwamba bado hawana imani na vile ambavyo taifa la Kenya limeweza kujiandaa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Nitarejea hapa maana